Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya ng'ombe. Kusikia kitu ambacho ulishawahi kukiongea. Mtu kukutoa kwenye hali yako ya furaha. Kuambiwa kitu utakachokuwa na mashaka nacho. Kupata maarifa ya kufanya kitu. Kupata taarifa ya mtu au watu kuwa wajawazito. Kupunguza kuwa muwazi wa mambo yako. Kutuma kitu na kukifuta. Utafikishiwa malalamiko. Utazima simu kwa muda kwa sababu ya mtu. Ugonjwa wa aina moja kuwapata watu walio karibu yako. Kuyaona matukio yanayofanana au kujirudia. Yana ujumbe mkubwa kwako. Kusameheana na mtu. Baadhi yenu kuhisi hali ya majuto ndani yako. Kupata sana hali ya hasira. Ujumbe muhimu utakufikia. Nyota ya mashuke. Kumaliza utata na mtu. Ila bado kuna hali ya hofu kuwepo. Kuhisi mtu atakuuliza jambo. Hivyo utajipanga katika hali ya kumjibu. Kutotaka kukosana na mtu fulani. Kuficha maumivu yako kwa kitu fulani. Utakuwa mwenye mipaka sana kwa mtu. Kuota sana mito au vyanzo vya maji. Au kuiona mara kwa mara. Kwa kuvuka na vinginevyo pia. Tarajia kupokea msaada usioutarajia. Pia unajulishwa mengi ambayo yana vikwazo kwako. Kufanya mtu awe yu pamoja na wewe sana. Upendo wako kwa mtu hautojificha. Kuchelewa kulala kutokana na mazungumzo au hali fulani. Kuhisi hali ya vichomi. Wengi wenu hali hiyo itakuwa yenye kuwapata sana. Utakuwa na makubaliano na mtu kwa jambo. Kuhisi hali ya moyo kuuma. Kuzungumziwa sana na watu kwa hali ya usiri sana. Utahisi hali ya kukosana na mtu. Mwongozo wako utakuwa haukupi mwelekeo vizuri. Kutokana na ukaidi wako. Utayakumbukia maisha yako ya zamani. Nyota ya mbuzi. Kuhisi utapata uhafadhali ukitumia kitu fulani. Kuyaona mabadiliko kwako. Hali ya presha kupungua au kuisha. Kitu kilichokuwa na ugumu utakiweka sawa. Kuvimba sehemu ya mwili. Marekebisho mapya kufanyika. Kutangaza jambo. Kuongelea ubora wa kitu. Hali ya mikunjo ya ngozi kuisha. Kufahamu jambo baya linalofanyika. Kusita sana kuongea na mtu. Utajipa muda zaidi wa kujizingatia. Kutopenda usumbufu. Nyota ya kaa. Mtu kuzungumza ukweli kwako. Utapokea ukweli wenye maumivu. Mtu anapanga jambo la kuongea na wewe. Hisia zako zitakuwa zinafanya kazi taratibu sana. Hivyo itakuwa na ugumu kujua kitu kwa haraka. Moyo wako kukuuma. Kuhisi hali ya baridi sana. Kupanga kitu unachotaka kufanya. Kuungana tena na watu uliokosana nao au uliopezana nao. Kuangalia sana kitu. Kutoelewa jambo kwa haraka. Kuisikia sauti ya mdudu sehemu, ila hutojua yuko wapi. Inakujulisha kuwa adui yako yu karibu, ila bado haujamtambua au huna umakini naye. Kuna taarifa zenye uvumi fulani utapata kuzisikia. Maneno ya mtu yatakunyong'onyeza mwili. Kutopendezwa na hali ya mtu. Kumfanyia sana mtu maombi. Kuharibu kitu. Mipango yako inahitaji umakini sana na utaratibu uliokuwa bora. Baadhi yenu kuna nafasi mpya utakayoipokea katika kazi au mjumuiko wowote. Kuna hali ya ukubwa au cheo kukipata. Mtu ataomba umsaidie jambo. Wachache wenu kuna kitu utakachopoteza. Nyota ya samaki. Kuachana na unafiki uliokuwa unakuzunguka. Kumpatia mtu nafasi kubwa sana. Moyo wako utakuwa na hali ya amani au utulivu kwa sababu fulani. Simu kusumbua katika hali ya ubovu fulani. Kukengeuka kwa jambo. Kutofahamu kitu kwa ukubwa. Kuona sana vifaa vya ujenzi au mabomba makubwa. Unajulishwa kuna jambo litakaloanza upya. Ubora au urekebishaji.
kupunguza mawasiliano na mtu, kupiga chafya sana. Mtu anafuatilia sana habari zako. Baadhi yenu mtajihisi wapweke sana. Kuna jambo la usaliti linaweza kutokea. Ongezeko la kitu kuwepo. Nyota ya Nge. Kufahamiana na mtu vizuri. Kurekebisha sana makosa yako hasa kwenye maneno. Kutarajia kupata kitu lakini kinakuja kuchelewa sana. Moshi wa kitu kukuathiri kifua. Kutamani upatane na mtu. Kuhisi kitu sana. Kuongeza ukubwa wa biashara zako. Kupata hali ya kwikwi. Kuna kitu utaepukana nacho. Kushtuka au kupata hofu kwa kitu. Mtu kuwa muwazi sana kwako. Utapunguza kumhoji sana mtu. Kupata punguzo kwa kitu. Unafuu au hali nzuri kuonekana. Kupishana na kitu kitakachofanya usisimke. Kumuongelea mtu mambo yake. Kuhitaji haki ifanyike. Utakuwa katika majadiliano muhimu. Nyota ya Punda. Kutamani kitu fulani kiweze kutokea au kukufikia. Utakuwa mwenye haraka. Kuona kitu kilichopotea. Maamuzi yako kufanya bila kufikiria zaidi. Utakuwa mwenye kutamani kitu. Kujaribu sana kufanya kitu. Kuamrisha jambo kufanyika. Kulala ukiwa mwenye kinyongo sana. Taarifa za mtu zitakuchanganya. Kupata habari mfululizo ambazo zinafanana. Kujua kitu kwa sababu ya mtu. Mtu fulani atakuwa mwenye hasira na wewe. Kumsema vibaya mtu. Nyota ya Simba. Utafikiria kuachana na kitu. Mwongozo wako uko nyuma sana kwa sasa. Hivyo kuna mwelekeo utakuwa wenye kupotea. Kupenda hali nzuri ya maisha. Utakuwa mwenye masikilizano mazuri na mtu. Kuongea jambo lenye uzito. Kutokaa kwa raha. Kuongoza kwa jambo fulani. Kuhisi mtu hakuamini tena. Wengi wenu mtapata heri ya ndoa. Uhusiano wenye upendo wa dhati kuwepo. Wengi wenu mtakuwa wenye chuki sana. Kumuota mtu ambaye taswira yake hukujia sana. Utapanga safari au kuhama. Mtu anajirudi tena kwako. Nyota ya Mshale. Kupata wasiwasi wa kitu. Kuona vitu ambavyo si rahisi kuonekana. Kutokana na usiri au mambo yaliyofichikana. Yaani hata kuona uchawi ukifanyika. Kumuhisi vibaya mtu. Moyo wako kutokuwa na amani. Kujizungumzisha sana ukiwa mwenyewe. Mawazo kuwa mengi. Kuhitaji kukamilisha kitu ila mambo mengi kuingiliana. Kusikia habari ya uhusiano wa mtu kuvunjika. Utakuwa mwenye uoga au hofu. Mwili kuchoka sana. Baadhi yenu kuingiwa na hali ya ukatili kwa kutamani kufanya kitu kiovu. Mapigo ya moyo kuwa kasi sana. Kumjua adui kwa haraka. Kupata mafua. Kuna hali fulani itakuwa yenye kubadilika sana kwako. Kwa kuwa sawa na kubadilika pia katika hali yoyote. Nyota ya Mapacha. Kupata maumivu ya sikio. Kusita sana kuwasiliana na mtu. Utapanga jambo na mtu. Kuongelea kuhusu maendeleo fulani. Kuhisi mgonjwa. Mdomo kukauka sana. Ikiashiria kuwa na upungufu wa maji mwilini. Hata macho yako yatakuwa yenye uregevu. Mtu kuongea na wewe kwa ukali. Kukasirishwa na kitu. Mapacha. Upo kwenye wakati mzuri wa kusubiri vikubwa vyenye manufaa kwako. Toa kila kizuizi kinachokukosesha amani. Unahitajika kuwa mwenye furaha na kutarajia kupokea makuu yajayo. Ondosha kinyongo. Mlango wa baraka upo mbele yako. Nyota ya Ndoo. Kichwa kuuma sana. Kujutia kitu. Kupata taarifa za mtu ila hutokuwa maanani sana. Yaani hutokuwa makini nazo. Utakuwa mwenye marumbano na mtu.
Utajihisi vibaya ukimfikiria mtu. Kuondoa hofu ya jambo fulani. Ukaribu wako na mtu kukua. Kukata tamaa kwa jambo fulani. Utajaribu kitu kwa mara nyingine na kitakuwa chenye matokeo ya tofauti. Ulichokiombea utahisi kuchelewa kukufikia. Utapunguza mawazo ya kitu. Mtu anahitaji kuwa na wewe katika namna nzuri. Utaona mabadiliko hayo kwake. Utalifikiria jambo kwa ukubwa. Utakuwa kwenye ushindani na mtu. Ombi lako kuidhinishwa. Kuna hali nzuri itakayotokea kwako. Baadhi yenu mtakuwa wenye makasiriko sana. Nyota ya Mizani. Kujihisi aibu. Kutabasamu ukifikiria kitu. Kupata kitu kwa urahisi. Mtu kukufariji zaidi. Kuhisi mabadiliko ya haraka kukufikia. Ila ngozi yako itakuwa yenye kiza kwa sababu ya tatizo lililopo ndani yako. Kupata mtu mpya ambaye utaelewana naye sana. Kujihisi uzito au uvivu wa mwili. Utakuwa mwongeaji sana. Safari kuwa nyingi. Kuhudhuria msiba au jambo lenye mkusanyiko wa watu. Kuacha kutumia kitu. Tumbo kuuma. Kuyakumbukia maovu au mabaya ya mtu au kwako binafsi. Kuhitaji kuwa bora. Kupendezwa na kauli ya mtu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.